Asanti sana mtazamaji wangu, najua ya kwamba baduka hapo kwa runinga, bado upo, sivyo? Na mimi nimerudi. Nilikwambia naitwa Mutara Mujei Boro kutoka Mukeo Habo Clinic. Na Mukeo Habo Clinic tunapatikana maeneo nyingi jijini Nairobi, na huko kwingine kote tuna matawi, ikiongozwa na matawi ya Mombasa. Mombasa tunakuaga Chui Hotel siku ya kesho. Na ukija siku ya kesho Jumamosi utanipata mie mwenyewe. Na Chui Hotel iko opposite Pebe Sadofu, pale karibu na garden. Ukija pale utanipata kuanzia saa 2 mpaka saa 10. Wakaji wa Nairobi na maeneo yake tunapatikanaga OTC pale Generation Plaza, orofa ya 2, orofa ya 3, mlango nambari 12. Wakaji wa Kawangware na maeneo yake tuko barabara ya Naivasha Road pale karibu na Equity Bank. Nyumba inaitwa Princess Plaza, mlango nambari 7. Na ukija hata siku ya Jumamosi, ya Jumapili utanipata mimi mwenyewe siku ya Jumapili. Tunapatikana kila siku. Lakini huko kwingine nitakuja sasa hivi kukuambia. Lakini tuendelee na mada yetu ya siku ya leo. Na kwa sababu leo sitaki nikose kusoma message zenyu, hata kama sitaweza kusoma sote, sitaki mtu aseme kwa nini au kurudia nambari yake ya simu ili mtu ampate kwa njia ya rahisi. Nambari ya simu ni hii. Iko hapa kwa runinga. Na kwa wakati huu ukipiga, kuna daktari wetu ako pande hiyo ingine anaendelea kupokea simu zenyu. Ni 0721 64 03 69 0721 64 03 69. Kipiga hiyo namba utaongea na dokta wetu, lakini mimi mwenyewe nitaongea na wewe nikitoka kwa runinga. Kuna message iko hapa ya Joan Nyendo. Sitaki nisahau na kurudisha hii message yako, maana ni ya maana sana. Maana unaniuliza Mutara Mujei Boro, mtu akiwa na shida ya ukosefu ya mtoto miaka mingi, maana nimeoreka miaka 6 na tunagombana na mzee, na nimetembea hospitali tofauti na bado sijafanikiwa. Please help me. Joan, kwanza niseme ni pole sana, kwa sababu hakuna kitu inauma kama mwanamke akikaa kwa ndoa zaidi ya miezi kadhaa na hajafanikiwa kupata mtoto, anasikiaga maumivu sana. Kwa hivyo pole sana. Ukiwa umekaa kwa ndoa zaidi ya miezi 6 hadi mwaka mmoja na hujafanikiwa kupata mtoto, na utumii dawa yoyote au kuna kitu yoyote unatumia ya kupanga uzazi, wala hamjaongea na mume wako msipate mtoto, jua ya kwamba hapo kuna tatizo. Na hata kama unasema unaenda kwa hospitali na unaambiwa ya kwamba hauna shida, jua ya kwamba kuna shida. Kwa sababu huwezi sema hakuna shida na bado usaidiki. Kuna vitu nyingi sana ambaye mtu anaenda kwa kuangaliwa na unaambiwa asiko sawa. Lakini kuna kitu moja ya muhimu sana inasubuaga wanawake wengi sana. Mwanamke yote, hata wangu yote, kuna maji ambayo inakuwaga katika njia ya uzazi, na ile maji inakuwaga ya muhimu sana. Inakuwaga maji safi, na ile maji ni ya kuzuia njia ya mwanamke isikauke. Na ile maji ikikosa katika njia ya mwanamke, ama iwe dogo kuliko kiwango ile ambayo inafaa, unaweza shida ukitafuta mtoto na ukose. Unaweza ukaniuliza ile maji kwani inasaidia nini? Ile maji ni ya muhimu sana kwa mwanaume na kwa mwanamke. Na ni ya muhimu sana kwa mwanaume nama kwa mwanamke na njia hii. Wakati ule mama mnaonana kimwili na mume wako,
wakati ile sperm yake inatoka, inasaidia ile maji kupeleka ile sperm mpaka pale mtoto anatengenezewa. Kwa hivyo hiyo maji wakati imekosa ama iwe ni dogo, haifiki pale nyugu ya mtoto, unaweza shida ukitafuta mtoto na ukose. Wengine ni mayai yao haina joto ya kutosha, wengine mayai haijakomaa, wengine uko na fibroids, wengine mishipa yako ama mirija yako imefugana. Mwanaume, leta mke wako tumutibu. Wewe mdada, njoo kwa hospitali tukutibu. Na hata unaweza kuta hata huyu mama hana shida hata kidogo, lakini unakuta mwanamume wake mbegu zake asina nguvu ya kusalisa. Wengine mbegu siko na nguvu, lakini na yeye ana nguvu ya kiume. Unakuta wakati ule mwanamume umesubiria kupata mtoto, wewe mama mwanamke, wakati mbegu zake siko tayari kupokea mbegu za mwanamke za mwanamume ili apate mtoto, na wewe mwanaume haufanyi mapenzi. Sasa na kuna zile siku ambaye samsigi sana mayai ya mwanamke inakuanga imegojea mbegu za mwanaume, unakuta na wewe au lali na mwanamke wako kwa sababu hauna nguvu za kiume. Usijali. Ukiona au sikiagi tamaa ya kulala na mpenzi wako na ako hapo kwa sababu yako, hata Biblia inasemanga vizuri, msinyimane isipokuwa wakati ule mmepanga maombi. Lakini wewe unasidwa. Na kuna kitabu sijui kama mtu wangu wa kamera naitwa Makatiang, utaniangalilia inaitwaje na Kiswahili. Kwa Kikuyu tunaiita dhama. Niwasomea hawa watu kitu ya muhimu sana. Dhama 21. Kwa Kiswahili tunaitaje? Siwaambiwa na hawa Kikuyu wako hapa karibu na wewe. Dhama. Kwa hiyo kitabu ni Kutoka. Nimekumbuka ni Kutoka. Kutoka 21. Na usome Biblia yako wewe unanitazama. Usiseme ati kuna kitu nimeongezea. Nimekumbuka inaitwa Kutoka. Kutoka 21. Mstari wa 10. Mstari wa 11 inasema hivi. Na usikie vizuri. Na sitasoma hapa kwa Biblia yangu. Sitasoma. Inasema hivi. Na mwanamume akipata mwanamke mwingine na aoe. Na usikie mimi nataka kutaja wapi. Na aoe mke mwingine wa pili, asipunguzie ule wa kwanza nguo, chakula ama kumfanya vile mwanamke anastahili kufanyiwa. Soma yako vizuri, maana kuna maneno zingine sitaki kutaja sababu najua hatujalala wote. Walimu bado wako pale. Wanaangalia mtaalamu. Si walimu wale wakubwa, wale walimu wadogo bado wako pale. Na huyu mwanamke ukikosa kumpea haki yake, atoke aende nje. Akienda nje apewe haki yake vizuri na mwanamume mwingine, ila huyu mwanamke asilipishe hata shilingi. Kifanyiwa hivyo arudi kwake. Sasa niko hapa kwa wanaume. Mwanaume, wewe ambaye umeshindwa na kufanya kazi la tendo la ndoa, unataka mke wako atoke aende nje. Hivyo tu, sababu Biblia inamkubalisha. Unataka atoke aende nje. Usikubali atoke aende nje. Kama hauna nguvu za kiume, njoo kwa mkeo nikupe dawa, unywe kwa muda wa siku 3, haki ya Mungu, uwe unafanya kazi kama tiga mpya. Soma hiyo Biblia vizuri. Nimesema ni Kutoka. Wewe ambaye unaniuliza nimesoma kitabu gani?
Nimesema ni kitabu ya Kutoka 21, 11, 10 na 11. Soma hapo usikie, sababu sitaki mwanaume upatwe na maradhi. Sitaki huyu mke wako apatwe na maradhi akienda huko nje. Kuja tukupe dawa ya nguvu za kiume. Wacha nisome message 2-3 sababu ya muda. Naambiwa na director wangu masaa imenikibia na nionyesha sana namna hii, ananiambia sasa toka kwa runinga. Sikiza. Taanzia message upande wa Facebook. Nianzie na watu wa Malindi na kuona Gloria Duko, unaniambia mtaalamu na kupata vizuri nikiwa upande wa Malindi Mombasa, na sijasikia ukisema Malindi Mombasa unapatikana lini, sababu mume wangu amekuwa akisema ako na hiyo shida ya nguvu za kiume. Unapatikana lini upande wa Malindi Mombasa? Malindi sikuji, tunapatikanaga Mombasa mjini pale Chui Hotel opposite Pembe Sadofu. Siku ya kesho Jumamosi ukija utanipata mie mwenyewe. Haifa ukija utanipata pale Gloria Duko. Mwingine ambaye yako hapa ananiambia nani huyu? Huyu naye anajiita Pauline N. Kihara. Pauline N. Kihara ananiambia karibu sana mtaalamu. Mimi ni mmoja ya wale walikuja Mombasa na kutazama nikiwa Diani, na ulinipa dawa nikiwa na hiyo shida ya kukosa mtoto. Na sasa mimi naitwa mama watoto. Mungu akubariki miaka yako yote. Usidi kubariki kusaidia watu wake. Amen. Pauline Kihara. Amen, amen, amen. Na wewe ambao umekosa mtoto, kwa nini uko hapo? Unasema ati umekosa mtoto. Miaka yako yote ati unaenda kwa hospitali na upati mtoto. Kwa nini? Njoo tukupe dawa. Wakaji wa Nairobi tuko OTC pale Generation Plaza orofa ya 3 mlango nambari 12 hapo gari za Murang'a inabebea. Wakaji wa Kawangware tuko barabara ya Naivasha Road Equity Bank, nyumba inaitwa Precious Plaza mlango nambari 7. Nairobi ni Generation Plaza, sio Precious Plaza. Wale watu ambaye wako Nyahururu tuko Mroje Hotel siku ya Ijumaa pale opposite ofisi za DC. Ukija utanipata mie mwenyewe mkaji wa Nyahururu. Wale watu wote ambaye wako upande wa Nakuru tuko pale Pekas Road juu ya Stage Mart Supermarket. Ile ilikuwa supermarket ya Bereni lakini sasa imewekwa nguo chini. Tuko orofa ya 3, orofa ya 4 mlango namba 45. Wakaji wa kule kunaitwa Embu tuko pale kunaitwa Yuna Guest House siku ya Jumatatu, na utanipata karibu na mafuta ya Ora. Sababu muda wangu umeyoyoma nafukuzwa. Nishukuru wote wale watu wote wale wamekuwa usaidizi kwangu kunipea mali nipelekee watoto watima. Mungu wangu ambariki. Nyinyi wote mmekuwa usaidizi kwa watoto watima, mnanipea, mnatumia muda wenu ili niende nikabonee watoto watima. Mungu ambariki. Tumalizia na maombi, maana nilikwambia mimi nikitibu watu nafanya kazi nikiwa nimeokoka na nikiwa na muogopa Mungu. Hebu na tuombe. Mungu Baba, nasema ni asante kwa sababu nilikwambia unipe mwanzo, katikati na hata mwisho nikinenea watu wako. Mungu umefanya hivyo kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni wakupendeka. Jina lako litukuzwe na liinuliwe. Yeyote amesikia vile na natibu akija kwa mkeo, akinywa dawa akitibika, asinione ila akakuona wewe, maana mimi nawatibu na wewe Mungu unawaponya. Na ni katika jina lako naomba na hata kuamini. Amen. Mliyekuwa naye hapa kwa studio naitwa Mutara Mujai Boro kutoka Mkeo Habo Clinic. Barikiweni na Mungu.